the way. I bless your name. We bless your name. Amen church. Amen church. Asante sana mzee Mukundi kwa wimbo mzuri. Kwa kweli nafsi zetu zimeinuliwa juu kwa Bwana asubuhi ya leo. Mungu wetu ndiye mlinzi wa hatima zetu. Alipreserve hatima ya Paulo na Sila, atapreserve pia hatima ya kila mmoja wetu katika maisha haya. Niwapongeze na kuwashukuru nyote ambao tumekusanyika hapa kanisani Magomeni. Karibuni sana katika ibada hii ya pekee, na wenzetu waliopo katika mtandao wanaabudu pamoja nasi, karibuni sana katika ibada hii. Nimechungulia nikaona kuna watu zaidi ya 100 wako nasi tayari. Jana tumemaliza asubuhi katika ibada ya pamoja, tulikuwa na watu karibu 200, na somo la jana limeangaliwa na watu zaidi ya 500. Unaweza kuona vile ambavyo tunaendelea kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo anatuhudumia na namna ambavyo vipindi hivi vinafanyika baraka kwa watu mbalimbali duniani kote. Kuna mtu mmoja jana aliuliza, nadhani kwa mara ya kwanza ndo aliingia kwenye mtandao, akaona tuko katika ibada, akasema amebarikiwa na akataka kujua, je, ibada hizi ni Jumatano peke yake ama ni kila siku? Sasa huyo na wengine wote ambao mko mtandaoni, niseme tu kwamba ibada hizi zipo kila siku ya wiki, Jumatatu mpaka Ijumaa, saa 12 kamili mpaka 12 na dakika 45 za asubuhi. Lakini Jumapili wiki hii tutakuwa na maombi hapa, itakuwa ni siku ya kufunga. Wote tunaalikwa. Asubuhi tutakuwa na ibada na itakuwa live. Kwa hiyo niwaalike nyote kuanzia saa 12 tutakwenda awamu ya kwanza mpaka saa 6 mchana. Patakuwa na mambo mazuri. Tutabreaki kidogo, tutakuwa na maonyesho ya watoto. Tutakuja tena kuomba na kumtafuta Bwana siku ya Jumapili. Niwaalike nyote tujiandae, na kwa sababu tumeitwa katika sala, kamati ya maombi tunajiandaa. Baada ya makambi tutakuwa na siku 40 za maombi. Patakuwa na utaratibu mzuri ambao tutauweka. Kwa niwaalike nyote tuendelee kuwa tayari kumtafuta Bwana kwa ajili ya sala katika vipindi vyote ambavyo ametujalia kuwepo katika ulimwengu huu. Niwaalike sasa katika somo letu asubuhi ya leo. Somo letu lina kichwa kinachosema hatima iliyopooza. Hatima iliyopooza, ama kwa Kiingereza unaweza kusema the paralyzed destiny ama the crippled destiny. Ndiyo tafakari yetu asubuhi ya leo. Niombe tutafungua Biblia zetu kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 6. Tutasoma mstari wa 6 mpaka mstari wa 11. Niombe ukipata mahali hapo tafadhali simama na Biblia yako. Tutaimba ubeti na chorus, tutasoma na kwenda kwenye tafakari ya asubuhi ya leo. Ukipata naomba usimame tafadhali. Kitabu cha Luka sura ya 6 fungu la 6 mpaka fungu la 11. Tutasoma na kwenda kwenye tafakari yetu asubuhi ya leo. Luka sura ya 6 fungu la 6 mpaka fungu la 11. Acha Biblia yako wazi hapo, tutarudi kwa ajili ya kusoma na kuwa na tafakari katika asubuhi hii ya mapambazuko. Tabibu mkuu Yesu mwenye huruma, atuletae faraja, Yesu Mwokozi wetu. Sifa za Bwana wetu, jina la pekee kwetu
ni la Yesu Bwana. Imbeni, imbeni malaika, o sifa, sifa za Bwana, kweli jina, jina la pekee kwetu ni la Yesu Bwana. Luka sura ya 6 fungu la 6 mpaka 11, maandiko matakatifu yanasema, ikawa siku nyingine ya Sabato, akaingia katika sinagogi akafundisha, na humo alikuwamo mtu mwenye mkono wa kuume uliopooza. Waandishi na Mafarisayo walimwangalia sana, kwamba atamponya siku ya Sabato wapate shtaka juu yake. Lakini yeye alijua mawazo yao, akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, inuka, usimame katikati. Akainuka akasimama. Kisha Yesu akawaambia, na waulizeni, je, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuokoa maisha au kuyaangamiza? Akawatazama wote pande zote, akamwambia, nyosha mkono wako. Akafanya hivyo, mkono wake ukawa mzima. Lakini wao wakajaa ghadhabu, wakashauriana wao kwa wao watamfanyaje Yesu. Bwana asifiwe. Baba na Mungu wetu, sema nasi tena asubuhi ya leo. Tuko tayari kusikia sauti yako. Tumeomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tuketi tafadhali. Wapendwa, asubuhi ya leo kwa dakika chache zilizo mbele yetu tunaangalia somo linalosema hatima iliyopooza, ama the crippled destiny. Nimewahi fundisha sehemu ya somo hili siku nyingi za nyuma. Leo tutaongezea na kwenda mbele hatua zaidi. Sasa kabla tujaendelea, natamani tuelewe mkono katika muktadha wa kiroho. Mkono ni nini? Kwenye mafungu haya tumeona Biblia inasema palikuwa na mtu ambaye mkono wake ulikuwa umepooza. Katika muktadha wa kiroho, mkono ni ishara ya nguvu. Mkono ni chombo cha utendaji. Katika muktadha wa kiroho, mkono ni njia ya kufikia mahitaji. Mkono ni kifaa cha kushika. Mkono ni kifaa cha kukamata. Mkono ni kifaa cha kumiliki. Katika mawanda ya destiny ama hatma, mkono ni nyenzo muhimu katika kufikia hatma ya mtu. Kwa hiyo Biblia inaposema mkono wa mtu huyu ulikuwa umepooza, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba nguvu zake zilikuwa zimepooza. Maana yake ni kwamba uwezo wake wa kufanya mambo ulikuwa umefungwa. Maana yake ni kwamba uwezo wake wa kufikia vitu ulikuwa haupo. Kwa maneno rahisi ni kwamba uwezo wa kuifikia hatima yake ulikuwa umepooza. Huyu mtu alikuwa na destiny iliyopooza. Mtu huyu alikuwa anaona. Mtu huyu pamoja na kwamba alikuwa anaona, alikuwa hawezi kuvifikia alivyokuwa anaviona. Maana yake aliishia kuviona. Mtu huyu alikuwa anahitaji, lakini alikuwa hawezi kuyashika mahitaji yake. Anajua kabisa mahitaji yangu ni 1, 2, 3, lakini alikuwa hana uwezo wa kuyakamata. Alikuwa anataka, lakini hawezi kutenda yale aliyotamani kuyatenda. Ndio hali ya watu wengi leo tuliopo kanisani. Tunaona, lakini hatuwezi kushika tunavyoviona. Tuna mahitaji, lakini hatuwezi kuyafanya kuwa ya kwetu. Tunahitaji, tunataka, lakini nguvu ya kutenda haipo ndani yetu, kwa sababu kuna hali ya kupooza. Mtu huyu ni taswira ya mtu ambaye hayuko ambavyo angetamani kuwa. Asubuhi ya leo nikuulize swali. Je, wewe ni aina ya mtu ambaye ungetamani kuwa? Je, unajivunia wewe?
ama upo namna ambavyo ungetamani kuwa tofauti. Paulo anasema, ninayopenda kuyafanya siyafanyi, nafanya nisiyoyapenda. Kuna watu wengi leo hatuko ambapo tungetamani kuwa. Mtu anayeishi nje ya hatma iliyokusudiwa. Sijui kama wewe ni aina ya mtu ambaye ungependa kuwa. Hii ndio hali ya watu wengi leo. Watu wengi leo katika maisha haya wanazo ndoto lakini hawawezi kuzifikia. Wana maono lakini hawawezi kuyatekeleza. Wanazo fursa lakini hawawezi kuzishika. Kwa nini? Kwa sababu mkono wao, yaani nguvu zao, zimepooza. Kwa maneno mengine, hatima zao zimepooza kwa sababu hawana uwezo wa kuzikamata. Biblia inasema mtu huyu alikuwa ndani ya sinagogi. Huyu mtu hapatikani baa, yuko ndani ya sinagogi. Hakuwa nje ya ibada, hakuwa mbali na mafundisho, alikuwa mahali sahihi. Lakini pamoja na kuwa mahali sahihi, mkono wake ulikuwa umepooza. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mahali ulipo sio sawa na hali ulionayo. Unaweza ukawa unaishi ikulu, lakini hali yako si hali ya mtu wa ikulu. Huyu mtu alikuwa kanisani, lakini alikuwa amepooza. Wengi wetu leo tukiwa tu washiriki wa kanisa tunajifariji. Mimi ni mshiriki, mimi ni mwanakwaya, mimi ni mzee wa kanisa, mimi ni shemasi. Haikufanyi kuwa kile unachopaswa kuwa. Huyu mtu alikuwa kwenye sinagogi. Na unajua, twende mbele kidogo. Huyu mtu sio mwili wote ulikuwa umepooza. Miguu yake ilikuwa haijapooza, macho yake hayakupooza, wala masikio yalikuwa hayajapooza. Ni mkono peke yake, tena mkono mmoja ndio ambao ulikuwa umepooza. Kwa nini? Mkono huu ndio ulikuwa muhimu zaidi ili afikie hatima yake. Mkono wake ulikuwa umepooza. Hapa kuna siri ya kiroho. Twende pamoja. Kuna watu ambao hawajaharibikiwa na kila kitu, lakini kile kidogo kilichoharibika kwenye maisha yao ndicho kinazuia maisha yao yote. Sijui kama naongea na mtu fulani. Kama tuko pamoja, punga mkono jamani. Haleluya, Bwana asifiwe. Mtu ana elimu lakini hana nidhamu, na kwa sababu ya kukosa kwake nidhamu, maisha yake yameparalyze. Mtu ana kipaji lakini hana uthubutu, amekalia kipaji chake. Ana uwezo lakini hana nguvu ya kuthubutu, ameparalyze. Mtu ana nafasi lakini hana ujasiri, ameparalyze. Shetani akikupiga hakupigi wote mzima mzima, anapiga kimoja. Akipiga hicho anajua ameshakumaliza. Ndio sababu mtu huyu mkono wake tu ulikuwa umepooza, na ukamfanya awe mtu ambaye anashindwa kufikia destiny ambayo Mungu alikusudia aifikie. Sehemu moja imepooza, na hiyo sehemu ndio imezuia maendeleo. Hiyo sehemu imezuia mafanikio. Hiyo sehemu imezuia mabadiliko. Hiyo sehemu imefanya uwe mtu yule yule miaka yote. Asubuhi ya leo Bwana atufunulie ni wapi tumepooza, na anapotufunulia ashughulike na kupooza kwetu ili tufikie hatima njema ambayo Bwana amekusudia tuweze kuifikia. Biblia inasema Yesu aliingia kwenye sinagogi akamkuta mtu huyu, lakini kwa ufunuo wa ndani tunaona hali ya mtu huyu ndio ilikuwa hali ya sinagogi lote. Hili ni sinagogi ambalo lilikuwa limepoteza nguvu ya kuwafikia wengine. Hili ni sinagogi ambalo lilikuwa limepoteza huruma. Hili ni sinagogi ambalo lilikuwa limepoteza uhai wa kiroho. Katika sinagogi hili, well-being ya mtu ilikuwa sio issue. Wale makuhani wale mafarisayo wanachojali zaidi ni ustawi wa kanisa. Wanaangalia principles, wanaangalia misingi, wanaangalia kanuni zimefuatwa. Kwamba kuna mtu hapa anateseka ilikuwa sio issue kwao. Ndio sinagogi ambalo mtu huyu alikuwa anaenda. Sinagogi ambalo lilijaa kukosoana. Sinagogi ambalo lilijaa kutafutiana makosa. Sinagogi ambalo kulikuwa na ushindani usio wa kiroho. Badala ya kuponya, badala ya kurejesha, badala ya kuinua. Hii ndiyo hali ya makanisa mengi leo. Kanisani panapaswa kuwa mahali salama, lakini wengi tumegeuza kanisani panakuwa sio mahali salama tena, kama ambavyo ilikuwa wakati wa sinagogi la mtu huyu.
Leo makanisani watu wako bize, tunabuni tu dhambi mpya. Kuna zile za amri 10 zenyewe zimetushinda, lakini leo makanisani kuna watu wamekuwa mafarisayo kuzidi mafarisayo. Hata tunabuni dhambi mpya. Watu wanajadili watu badala ya kumtafuta Mungu. Watu wanapima makosa badala ya kuleta uponyaji. Kwa hiyo hali ya nje ya mtu huyu ilikuwa ndio tafsiri halisi ya kanisa lake. Mungu atusaidie makanisa yetu yawe bora katika wakati huu. Sasa kwenye kisa hiki tunaona watatu waliopooza. Mmoja, mshiriki aliyekuwa na mkono uliopooza. 2, washiriki wenzie walikuwa wamepooza. 3, palikuwa na mafarisayo, viongozi wa kanisa ambao pia walikuwa wamepooza. Sasa wote wamepooza, hakuna kumsaidia mwingine. Asubuhi ya leo Bwana atuamshe. Jamani, haleluya. Ikiwa mimi mshiriki nimepooza, Mungu aniponye kupooza kwangu. Ikiwa mimi kiongozi nimepooza, Mungu aniponye kupooza kwangu. Kwa namna yoyote ile, kila mmoja Bwana amponye. Sasa sikiliza, nakimbia kwa sababu ya muda, mambo ni mengi kidogo nataka kukava kabla muda hujaisha. Biblia inasema waandishi na mafarisayo walimwangalia sana. Yesu anaingia na hawawezi kumsaidia yule mtu. Yesu anakuja kumsaidia. Mafarisayo wanamwangalia na wanamtafutia Yesu makosa. Wanamtafutia Yesu makosa. Sasa twende kipengele kimoja ambacho ni cha muhimu zaidi katika asubuhi hii. Yesu anaingia kwenye sinagogi. Anapoingia anamkuta mtu aliyepooza. Anamwambia, nyosha mkono wako. Hapa kuna siri. Mungu anakuambia ufanye usichoweza kufanya. Huyu mtu hawezi. Yesu anamwambia nyosha mkono wako. Sasa Yesu ananyosha namna gani? Yesu anamwambia afanye asichoweza kufanya ili ampe nguvu ambayo alikuwa hana. Bwana asifiwe. Jambo gani unafikiri huwezi kulifanya? Asubuhi ya leo Bwana anasema fanya. Unapoanza kulifanya atakupatia nguvu ya kuweza kulitekeleza. Biblia inasema akafanya hivyo, mkono wake ukawa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Hakungoja nguvu ije, alitii kwanza na nguvu ikafuata. Biblia inasema wakajaa ghadhabu. Hii ni hali ya kawaida. Wengine watafurahia unapoponywa, wengine watakasirika unapofikia hatima yako, kwa sababu watu walikuzoea ukiwa dhaifu, hawako tayari kukuona ukiwa na nguvu. Leo hii Yesu yuko hapa kwenye Sunrise. Mkono wake haujapooza, nguvu zake hazijapungua. Anasema asubuhi ya leo, nyosha imani yako. Anasema nyosha maisha yako. Anasema nyosha kile kilichokuwa kimekufa. Unajua, haijalishi kimepooza kwa muda gani, haijalishi kimepooza kwa kiwango gani, haijalishi watu wamekuzoea namna gani, Mungu yuko tayari kurejesha nguvu zako. Mungu yuko tayari kurejesha hatima yako iliyopooza. Katika ibada hii asubuhi ya leo, Bwana amekunjua mikono yake, anakuita wewe mwenye ndoto zilizopooza, anakuita wewe mwenye imani iliyochoka, anakuita wewe mwenye maisha yaliyosimama. Yesu anasema nyosha mkono wako. Alimponya yule mtu pale siku ile, atakuponya hata nawe pia. Anasema inuka, anasema simama katikati, anasema nyoosha mkono wake. Na unajua, unaponyoosha mkono wako, nguvu ya Mungu itakugusa na kile kilichopooza kitaanza kuishi tena. Katika Sunrise asubuhi ya leo, ni ombi langu kwamba kila hatima iliyopooza Mungu aiguse, na Mungu anapogusa hatima inaamka tena. Na unajua, wakati fulani vizuizi vya hatima zetu ni watu waliotuzunguka, wale uliokuwa nao, uliosoma nao, wanaokujua, umesoma nao shule ya msingi, wakati fulani hata viongozi, wakati fulani hata washiriki wenzako, ndio vizuizi vya hatima yako. Leo Yesu anataka kwenda kinyume cha hao wote. Anasema nyosha mkono wako. Inashangaza kwenye hii passage hapa, Yesu anaingia kanisani, anamkuta mtu amepooza yuko hapa, anataka kumponya, anakasirika, anaona huruma, anasema mbona ameteseka muda mrefu. Mafarisayo wanamwangalia Yesu, anataka kuachilia nguvu za kiungu, anasogea,
anataka kusema. Mafarisayo wanamwambia Yesu, subiri kidogo. Ni kama wanasema, Jesus, dear Jesus, wait a minute, subiri kidogo. Yesu anasema anataka kumponya, ameteseka muda mrefu. Anasema anataka kuachilia nguvu za kiungu. Wanasema, Yesu, subiri. Ni subiri nini? Wanamwambia, umesahau kitu kimoja. Jamani, nimesahau kitu gani? Wanasema, Yesu, umesahau kwamba leo ni siku ya Sabato. Wanasahau kwamba Yesu ndiye Bwana wa Sabato. Yaani Mafarisayo wanamfundisha Yesu namna ya kuitunza Sabato. Tuna watu wa namna hiyo katika makanisa yetu leo. Tuko busy kulinda misingi na kupuuza well-being ama ustawi wa watu. Yesu anajali. Asubuhi ya leo kuna mtu ambaye destiny yake ni kama imepooza. Mimi sijui, but there is a crippled status, there is a crippled situation katika ngazi fulani ya maisha yako. Nini kimepooza? Yesu alimwambia, nyoosha mkono wako, na alipounyoosha mkono ulinyooka. Yesu anajali na hataki tubakie tukiwa tumepooza siku zote. Anataka tuamke, tuwe wazima na mikono yetu inyooke. Asubuhi ya leo, mahala popote ulipo, unashiriki ibada pamoja nasi, ni jambo gani limepooza katika maisha yako? Nikualike tumpelekee Bwana kupooza kwetu. Mungu anataka tuwe aina ya watu waliokusudia tuwe. Destiny zetu bado ziko hai katika Bwana. Ni vile zimepooza tu. Mungu akitamka itaamka. Kama ule mkono ulivyonyooka, hata destiny zetu pia zitanyooka kwa neno la Bwana. Nini kimepooza katika maisha yako? Tumekuja kumtafuta Bwana asubuhi ya leo. Mungu ashughulike na kupooza kwetu. Labda ni afya, Mungu aseme nyoosha mkono wako. Labda ni amani, aseme. Labda ni uchumi, sijui ni kitu gani, lakini basi Mungu wetu mwema ashughulike na kila aina ya kupooza kwetu. Tusimame tafadhali. Wimbo namba 13, mzee Mkundi, wimbo namba 13. Leo tubaki huko kwenye viti vyetu. Wazee wa kanisa watakuja hapa mbele, si tubakie huko tuliko. Tunapoimba wimbo wa namba 13. Asubuhi ya leo unaongona na Mungu katika moyo wako. Nini kimepooza maishani mwako? Destiny yako ni kama imepooza. Mungu yuko hapa. Unajua huyu mtu aliponywa akiwa ndani ya sinagogi. Wewe pia uko ndani ya sinagogi. Yule Yesu yuko hapa asubuhi hii. Yesu bingwa wa kunyoosha mikono iliyopooza yuko hapa. Mwambie Yesu, afya yangu imepooza. Mwambie Bwana, amani ya nyumba yangu imepooza. Mwambie Bwana, karia yangu imepooza. Mwambie Bwana, sijui ni jambo gani, watoto wangu kuna namna fulani ya kupooza. Achilia nguvu zako. Yule Yesu wa sinagogi yuko hapa Magomeni. Anataka kuachilia nguvu za Bwana asubuhi ya leo. Unapoenda kazini, unapoenda shuleni, unapoenda kwenye biashara, nguvu za Bwana ziambatane pamoja nawe. Hatima yako ifufuke tena. We have the Father of our destinies. Mungu hatima zetu. Imba ukimwita Bwana moyoni mwako. Baada ya hapo tutaomba pamoja. Mungu aamshe kila hatima iliyopooza. Wimbo wa namba 13, tuimbe kwa maombi tafadhali. Umetuahidi kwamba wawili watatu kwa jina lako wakija utawabariki. Kwa hivi leo twapiga magoti nyumbani pako. Yesu, je kwetu utubariki. Yesu, je kwetu
uje kwetu. Yesu uje kwetu, utubariki. Yesu uje kwetu, uwe karibu. Mfalme wa amani, asubuhi ya leo tunaungana na Daudi katika Zaburi alipoomba ya kwamba mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako, e Bwana. Yesu, asubuhi ya leo tunayo mawazo katika mioyo yetu kuhusu sisi wenyewe. Kuna namna ambavyo tunajiwazia na tunaamini ni mafunuo kutoka kwako, lakini Bwana, mawazo ya mioyo yetu kuna namna bado hayajapata kibali mbele zako. Ndio sababu kuna mtu yuko hapa asubuhi hii hajifurahii, hayuko happy na jinsi alivyo, kwa sababu hajafikia hatima yake. Bado amekuwa mtu wa kutapatapa, ni kama hatima yake imepooza. Mfalme wa amani, tuko wengi hapa tumepiga magoti, na wengine wako mtandaoni, wengine wanaendesha magari yao, wengine wanatembea njiani, wengine wamefika ofisini wanafuatilia ibada hii. Lakini Bwana, kwa namna fulani hatima zetu zimepooza. Bwana, asante kwa sababu bado ukingali unashughulika na maisha yetu. Katika ibada hii ya mapambazuko asubuhi ya leo, ibada ya Sunrise Blessings, Baba wa amani, tunaleta kwako kila hatima iliyopooza. Hakuna anayeweza kuamsha hatima hizo isipokuwa wewe, Mungu wa mbinguni. Leo shughulika na kila kupooza kwa hatima za watoto wako. Ikiwa ni furaha, Yesu amsha furaha. Ikiwa ni afya, Yesu rejesha afya. Ikiwa ni uchumi, Bwana rejesha uchumi. Ikiwa ni mahusiano, Bwana fufua mahusiano. Kila aina ya kupooza, Bwana leo shughulika nako. Ulimwambia yule mtu, nyoosha mkono wako, na aliponyoosha mkono ulinyooka. Bwana, natamani asubuhi ya leo mtoto wako mahala fulani asikie sauti yako ikimwambia nyoosha mkono wako. Nasi kwa imani asubuhi ya leo tunanyoosha mikono yetu iliyopooza. Asante Bwana kwa sababu unainyoosha. Asante kwa sababu tunaleta kwako kila aina ya kupooza kwetu, na tunavunja hila za mwovu shetani zilizofanya tupooze. Leo ikiwa kuna nguvu za giza zilizuia, ikiwa kuna namna shetani alifanya hila, Bwana, tunakemea na kwenda kinyume cha mamlaka zote za giza ambazo zilifanya kuwe na kupooza katika maisha yetu. Leo Bwana, tujalie kuwa aina ya watu uliokusudia tuwe. Tujifurahie, tukaone fahari ya sisi wenyewe, kwa sababu wewe umejaa ndani yetu. Yale ambayo hatupendi yawe sehemu ya maisha yetu yatutoke kuanzia siku ya leo, na yale ambayo tunaamini ni mambo mema yanapaswa kuwa yetu, leo tunayakamata kwa nguvu zako. Mikono yetu imeponywa, nguvu zetu za kukamata zimerejea. Tunapotoka kwenda duniani leo, tunaenda kukamata fursa, tunaenda kukamata uchumi, tunaenda kukamata kila chema, kwa sababu mikono yetu imeponywa, kwa sababu nguvu zetu zimerejea. Hata mvuto wetu Bwana umerejea, kwa sababu umetuponya kupooza kwetu. Asante Yesu kwa sababu mikono yetu imenyooka asubuhi ya leo. Asante kwa sababu umeturejeshea uwezo wa kukamata. Asante kwa sababu kila mmoja wetu ana nguvu ya kukamata asubuhi ya leo, kwa sababu mikono yetu umeiponya. Mfalme wa amani, kwenye masanduku haya kuna machozi ya watoto wako, wamekuandikia barua, na sanduku lingine kuna sadaka. Watoto wako wamekuletea shukrani. Pokea maombi na dua za watoto wako, na pokea sadaka ambazo tumezileta mbele zako. Tunatoka sasa kwenda makazini mwetu, nenda pamoja nasi. Siku ya leo ikawe siku bora sana katika maisha yetu. Mng'ao wetu ukawe tofauti, mvuto wetu ukawe tofauti, kwa sababu tumechagua kuanza nawe.
tulete tena kesho kwa ajili ya ibada masaa ya alfajiri, tusikie tena sauti kutoka kwako. Ndivyo tuombavyo kupitia jina la thamani, jina la mwanao Yesu Kristo. Kila anayeamini na aseme amen. Naomba niongoze njia yako iwe wazi, kwa kuwa wewe peke Mzee Adamu, ubarikiwe sana kwa huduma yako asubuhi ya leo. Mzee Mtae, Mungu akubariki sana kwa huduma ya maombi. Mzee Ezekiel Mkundi, ubarikiwe sana kwa kufanyika mbaraka kila siku kwa kufungua madhabahu hii kwa njia ya nyimbo. Mungu naendelee kukubariki sana. Mzee Sagati pamoja na wote katika media, Mungu na awabariki sana. Pende kuwashukuru sana nyote ambao tumehudhuria ibada ya asubuhi ya leo, wenyeji hapa na wale wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii. Mungu na akatutendee yaliyo mema na kutubariki zaidi tunapoendelea kupokea mibaraka ya asubuhi. Tumefika mwisho wa ibada ya leo. Niwaalike tena kwa siku ya kesho, muda na nyakati kama hizi tutakuwa hapa kwa ajili ya ibada hizi. Tuenende na amani ya Bwana.